Bwana wabariki. Kwa jina unajulikana Nabii Felix Dagovit Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii ya Mwamba Shauri Yesu alitoa. Ilikuwa tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mwamba Shauri Yesu alitoa unabii maalum kuhusiana na Chama cha Mapinduzi, kwamba Mwamba Shauri Yesu alieleza kabisa kwamba kutatokea na vikao vya siri ambavyo vitaendelea katika Chama cha Mapinduzi, na hii unabii huu ulianza kutimizwa kwa kutokana na ile tukio na kile kikao kilichofanyika Zanzibar, na ilienda sambamba pamoja na mabadiliko ambao Mwamba Shauri Yesu aliyasema. Na leo naweza kufanya marejeo haya kwamba unabii haswa ule ulikuwa umekusudiwa umetimizwa katika mikutano ya kinabii, kwamba umeona kiongozi wa ngazi za juu, mmoja wa kiongozi wa ngazi za juu ameachia ngazi, na Mwamba Shauri Yesu alieleza michoro hii kwa ajili ya kuleta mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa taifa la Tanzania kuelekea moja siku za mwisho. Kwa hiyo tutaweka pamoja na unabii ule ili uweze kujipata kujua na hesabu ya kinabii, kwa Mwamba Shauri Yesu akisema jambo lazima athibitishe michoro. Tubu dhambi geuka, Mwamba Shauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno wa Bwana Yesu Kristo, tie Mungu mkuu Yehova kwa tuotona katika Mungu unakuja. Amina. Bwana wabariki. Kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Huu ni unabii maalum kuhusu Chama cha Mapinduzi CCM, chama kinachotawala nchi ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi. Nisikie neno la Bwana. Nilimsikia Yesu akisema nami katika lugha ya kinabii, akaniambia ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna watu kana kwamba kuonekana kwake ni kama wako kwa ajili ya kufanya jambo la uendeshaji wa serikali uonekana kuwa mgumu. Kwa lugha nyingine, wanakwamisha kwa makusudi, aidha kwa kauli zao au kuonekana kwake ilikuwa ni kama vile wengine wana mikakati ya siri wakishirikiana na baadhi ya watu walioko nje ya chama chao, na pia wengine wakishirikiana na watu kutoka nje nchi, wakiwa na shabaha ya kutengeneza safu ya utawala katika uchaguzi unaokuja. Na hii inaenda sambamba na baadhi ya viongozi wa serikali, wanasiasa walioteuliwa kwenye nafasi mbalimbali. Na aliona Bwana akinionyesha katika ono la kinabii kama vile kuonekana wengine wanatumia nafasi hizo, badala kuwepo mmoja kati ya watu wanaotumia nafasi hiyo kutatua matatizo yaliyoko mbele ndani ya serikali au matatizo yaliyoko ndani ya nchi. Wao nao wanapojiwa na vyombo vya habari huwa wanaongea kama wao sio wahusika, wakati wakiwa na shabaha maalum, aidha ya kutengeneza mazingira kuonekana kwamba serikali haifanyi kazi au kuna jambo lingine nyuma ya pazia. Bwana kaniambia kiambie Chama cha Mapinduzi, na naliona katika ono la Bwana Chama cha Mapinduzi wamekaa kikao cha siri. Maamuzi magumu yalifanyika kiwango ambacho baadhi ya nafasi za utawala za uongozi ndani ya chama, na aliona mabadiliko makubwa yanatokea ndani ya chama chao, yakienda sambamba na mabadiliko makubwa ndani ya mifumo ya utawala, kwa maana zile nafasi za uteuzi pamoja na nafasi nyingine za kuchaguliwa. Na aliona jambo hilo katika lugha ya kinabii. Na aliona jambo hilo kwa sababu Mungu ananiambia kuna hali ya uasi nyuma ya pazia, na watu wanasuka mipango ya siri wakishirikiana na baadhi ya watu au vyombo fulani kutoka nje ya nchi. Wengine wamekubali kwa siri kukubali kwamba wao wakichukua madaraka ya nchi ndani ya chama chao, chama ambacho kinatawala Tanzania, kwamba watakubaliana na masharti yote ikiwemo pamoja na ushoga pamoja na usagaji. Wamesaini na watakuwa na fedha nyingi wakati wa kuandaa mikakati, na tayari wametengeneza safu mbalimbali kwa ajili aidha kuifanya serikali ionekane haifanya kazi. Nisikie neno la Bwana Chama cha Mapinduzi. Nisikie neno la Bwana. Mwamba Shauri Yesu anaachilia anwani hizi mashauri. Nisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, chukueni hatua kali dhidi ya viongozi hao, dhidi ya hao watu, badala ya kutatua matatizo. Mwamba mkuu Yesu alitoa unabii wake wa kuivusha nchi, badala ya kudili na matatizo na namna ya kutumia taaluma zao na uzoefu walionao na kuaminiwa kwenye nafasi walizonazo, wanatumia nafasi hizo kama vile kuonekana kwamba wao hawapo. Laiti kama wao wangepewa, basi wao wangekuwa viongozi bora. Lakini naliona baadhi ya watu ambao wana mikakati ya siri wameanguka na wameshindwa kuingia Ikulu. Na hapa natumia maonyo haya maalum kupitia unabii huu
Watu wote sikieni, Tanzania nzima sikieni. Rais katika milioni 63 plus, rais ni mmoja tu. Hata ikifika 2030 mkifanya uchaguzi, atakayeingia Ikulu ni mmoja tu. Ogopeni mtu anayetafuta madaraka kwa njia za ujanja, kwa sababu anakuwa na nyuma ya pazia sio moyo wa utumishi, bali anakuwa na moyo wa uharibifu kwa sababu ya shaba zake za giza. Natoa haya maneno maalum kupitia nabii huu mashuhuri. Tanzania lisike neno la Bwana. Na hii ni maalum kuhusiana na chama kinachotawala katika nchi ya Tanzania, kwa maana Chama cha Mapinduzi. Amina. Barikiwa. Kutoka maskani mwenye uchungu saa, kutoka jiji la nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Lakini maalum kuhusu nchi ya Tanzania na ni maalum kuhusu Chama cha Mapinduzi. Bwana anawabariki, mshangilie Bwana mashuhuri. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Kupitia taarifa yake kwa umma iliyotolewa leo tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi ameeleza kuwa amemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha uamuzi huo. Dr. Nchimbi ameeleza kuwa uamuzi huo unalenga kutimiza ahadi aliyoitoa kwa rais mnamo tarehe 27 Agosti 2025 ya kuachia ngazi pindi rais atakapohitaji mabadiliko katika nafasi hiyo. Aidha, ametoa shukrani zake za dhati kwa Rais Samia, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na Watanzania wote kwa ushirikiano na imani walioonyesha kipindi chote cha utumishi wake. Halmashauri Kuu leo imefanya pia uteuzi wa viongozi kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya Secretariat ya Chama cha Mapinduzi. Na mabadiliko hayo tutaanza na ndugu Agrey Mwandri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha, huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim ambaye amechukua nafasi ya uchumi, ambaye amechukua nafasi ya ndugu Raila Burhani Ngozi ambaye yeye alipata uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya hapa Zanzibar. Lakini wajumbe wengine wa Secretariat kwa maana ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo ndugu Kenan Labani Kihongosi anaendelea na nafasi, lakini ndugu Rabia Hamid ambaye anaongoza idara ya Suki anaendelea na nafasi, lakini pia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Asha Rose Migiro anaendelea nafasi ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi.